Kwa hivyo mwanafunzi wa Kiswahili mahali ulipo, naitwa Ustadh Kakamnai kama ilivyo ada, na kipindi ambacho kinaenda hewani ni kipindi Uketo wa Kiswahili, na mada ya leo ningependa tuangazie masuala ya sarufi, na kwenye sarufi ningependa tuangalie mojawapo ya kipengele muhimu cha sarufi ambayo ni aina za maneno, na mojawapo ya aina za maneno ambazo ningependa kuziangazia ni aina ya neno vielezi. Vielezi ama kwa umoja kielezi twajua kwamba ni neno ambalo linatoa habari zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine. Kwa hivyo neno ambalo linajaribu kufafanua zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine huitwa kielezi. Na ni vyema tujue kwamba mara nyingi sana kielezi huja baada ya kitenzi kwa sababu linafafanua zaidi kuhusu kitenzi. Mara nyingi linakuja pia baada ya kivumishi kwa sababu linatoa habari zaidi kuhusu kivumishi, na mara nyingi litakuja baada ya kielezi kingine. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuelewa kwamba tunapoangazia kielezi linatoa habari zaidi ama linafafanua zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine. Ni vyema tujue kwamba kuna aina nne za vielezi. Kuna aina nne za vielezi, na mojawapo ya aina nne za vielezi kuna kielezi cha namna au jinsi. Kielezi cha namna au jinsi ni kielezi ambacho kinafafanua kuhusu namna kitendo kilivyofanyika, namna kitendo kinavyofanyika au namna kitendo kitakavyofanyika. Nimejaribu sana kuangazia kwa njeo zote, wakati uliopo, wakati ujao na wakati uliopita. Ni vyema ijulikane kwamba kielezi cha namna au jinsi hujibu swali vipi. Kwa mfano, mgeni aliingia vipi? Utasema kwamba mgeni aliingia kisirisiri. Kwa hivyo neno kisirisiri ni kielezi cha namna au jinsi. Unaweza ukaulizwa pia kwamba mwalimu alifundisha vipi? Mwalimu alifundisha vizuri. Kwa hivyo vizuri ni kielezi cha namna au jinsi. Kwa hivyo maneno kama pole pole, vizuri, haraka, hanga hanga, hobela hobela, na sana, mno, na mengine mengi ni vielezi vya namna au jinsi, na nimesema kwamba vielezi vya namna au jinsi hujibu swali vipi. Ni vyema pia kujua kwamba vielezi hivi vya namna au jinsi ni vya aina mbalimbali. Kuna vielezi vya namna ala. Kielezi cha namna ala ni kielezi ambacho kinaeleza kuhusu chombo au kifaa kilichofanikisha kazi fulani. Kwa hivyo kinaeleza kuhusu chombo au kifaa kilichofanikisha kazi fulani. Kwa mfano ukisema kwamba mwalimu aliandika kwa penseli. Mwalimu aliandika kwa penseli. Pale kwa penseli ni kielezi cha namna ala. Kuna aina ya pili ya vielezi vya namna inaitwa vielezi vya namna mfanano. Vielezi vya namna mfanano ni vielezi ambavyo
vinaambisha kiambishi ki mwanzoni mwa nomino ili nomino ile iweze kujigeuza na kuwa kielezi. Kwa mfano, Bakari alilia kitoto alipoadhibiwa. Alilia kitoto. Naam, tumeambisha kwa nomino mtoto. Kwa hivyo kitoto ni kielezi cha namna ala. Yule msichana anaongea kichiriku. Chiriku twajua ni ndege. Kwa hivyo tukiambisha kiambishi ki ikakuwa anaongea kichiriku, basi ni kielezi cha namna mfanano. Wanipata? Kuna vielezi vya namna hali, kuna vielezi vya namna halisi, na kuna vielezi vya namna viigizi. Na kwa hivyo ni vyema tujue kwamba vielezi hivi vya namna ni vya aina 6. Wanipata? Aina ya pili ya vielezi, kuna vielezi vya mahali. Na vielezi vya mahali hutuambia mahali kitendo kilipofanyika, kitakapofanyika, mahali kitakapofanyika, ama mahali kitendo kinafanyika. Kwa hivyo maneno kama vile nyumbani, shambani, barabarani, uwanjani na kadhalika ni vielezi vya mahali. Maneno kama vile kwao, kwetu, mradi maneno yale yanafuata kitenzi, kwa hivyo ni vielezi vya mahali. Kuna jambo ambalo ningetaka niliweke wazi hapa, ni kwamba vielezi vya namna hujibu swali wapi. Kwa mfano, Simba aliuawa wapi? Ukasema kwamba Simba aliuawa barabarani. Kwa hivyo pale barabarani inajibu swali wapi, kitendo kilifanyika wapi, ni kielezi cha mahali. Kuna aina ya tatu ya vielezi ambavyo ni vielezi vya wakati. Vielezi vya wakati hujibu swali lini. Inaeleza kitendo kilifanyika lini, kitafanyika lini, ama kinafanyika lini. Kwa mfano, kusema kwamba kaka Munai anafundisha sasa hivi. Sasa hivi ni kielezi cha wakati kwa sababu kinajibu swali lini. Ukiambiwa kwamba Ronaldo alicheza lini, ukasema kwamba Ronaldo alicheza juzi. Kwa hivyo juzi ni kielezi cha wakati, jana ni kielezi cha wakati, kesho ni kielezi cha wakati, mwaka uliopita ni kielezi cha wakati, kesho kutwa ni kielezi cha wakati, mwakani ni kielezi cha wakati. Aina ya 4 ya vielezi ni kielezi cha idadi. Naam, kielezi cha idadi. Na kielezi cha idadi hujibu swali mara ngapi. Kielezi cha idadi hujibu swali mara ngapi. Na kinaeleza kitendo fulani kilitokea mara ngapi, kinatokea mara ngapi, au kitatokea mara ngapi. Kwa mfano, wanafunzi wale watundu waliadhibiwa mara 4. Neno mara 4, maneno mara moja, maneno mara kwa mara, maneno mara nyingi, maneno mara chache ni vielezi vya idadi. Na tujue kwamba vielezi hivi vya idadi, kuna idadi halisi, kuna idadi iliyobainika, na kuna idadi isiyobainika. Unaposema mara nyingi, hatuna uhakika ni mara ngapi. Lakini tunaposema mara 1, mara 2, mara 4, ni idadi inayofahamika.
Unaposema tele haifahamiki. Kwa hivyo ni vyema uelewe kwamba vielezi vya idadi hujibu swali mara ngapi. Kwa hivyo mahali ulipokumbuka kwamba tunaangalia aina za maneno na tulikuwa tunaangalia vielezi, na kwa kifupi nimesema kielezi ni neno ambalo linafafanua zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine. Na kuna jambo ambalo nimeliweka wazi nikasema kuna aina 4 za vielezi. Kuna aina 4 za vielezi. Kuna kielezi cha namna au jinsi, na kielezi hiki hujibu swali vipi. Kuna kielezi cha mahali, na kielezi hiki hujibu swali wapi. Na kuna kielezi cha wakati ambacho kinajibu swali lini, na kuna kielezi cha idadi ambacho kinajibu swali mara ngapi. Kwa hivyo mwanafunzi, tuelewe pia kwamba vielezi vya namna au jinsi ni vya aina mbalimbali. Kwa mfano nimetaja kwamba kuna vielezi vya namna mfanano, vielezi vya namna viigizi, vielezi vya namna ala, vielezi vya namna halisi, na kuna vielezi vya namna hali. Kwa hivyo nakutakia jioni mwanana usiokuwa na mshike mshike. Naitwa Ustadh Kakamnai, kipindi ni Uketo wa Kiswahili, na naomba kwamba uweze ukasubscribe kwenye kipindi hiki na kutakia wakati mwanana.